Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa zilizoweza kutolewa na Mariam Sarungi, ameweza kutoa taarifa hii nzito ya kwamba uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kupokea habari kutoka katika shirika la Commonwealth. Kulingana na Mariam Sarungi, ameweza kuweka wazi kwamba uongozi wake Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan unazidi kuomba kulazimika kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu kwa chini ya siku 11. Hatua hii inazidi kuibua mjadala mzito, kwani inaaminika kwamba shirika hilo la Commonwealth linazidi kuamini ni vyema hata Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kupewa dhamana. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli taarifa hii yake Mariam Sarungi aliyoweza kuichapisha kwa ukurasa rasmi wa mtandao wa X hivi sasa ndiyo inayozidi kuzungumziwa kila kona kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu uweze kuwa chini ya siku 11. Mtazamaji wangu, kwa kweli shirika hili la Commonwealth sio kwa mara ya kwanza kuingilia kati swala la aina hii ama kesi ya aina hii inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwanza kabisa, shirika la Commonwealth liko kwa ajili ya kutetea yeyote yule bila ubaguzi wa chama cha kisiasa ama cheo chochote kile. Hivyo basi, Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa ni mwenyekiti mkuu wa chama Chadema, kweli katika Jamhuri ya Tanzania ataweza kutambuliwa kama mwenyekiti mkuu, ila kipindi na wakati ambapo shirika hili la Commonwealth litakuwa limeweza kuingilia kati moja kwa moja, Mheshimiwa Tundu Lissu uhuru ataweza kuupata kwa uharaka, kwani mengi yanayozidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii yanazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kesi hii ya mchongo ni mbinu ambayo iliweza kutumiwa na uongozi katika serikali iliyoweza kupita, ya kwamba iweze kutafuta mbinu na namna ya kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025, na njia pekee iliyoweza kufanikiwa ni kumkamata na kumweka gerezani Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia kwa njia moja ama nyingine, kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, tunafahamu chama Chadema kiliweza kuzuiwa kisiasa. Hivyo basi, kipindi na wakati ambapo shirika hili la Commonwealth litaanza kuangalia tofauti za kisiasa baina ya Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na uongozi ulioko madarakani, kwa asilimia kubwa Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kupata ushindi, kwani hakuna aina yoyote ile ya makosa ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuyafanya dhidi ya viongozi wakuu kutoka katika chama cha CCM ama serikali ya CCM. Ila viongozi wakuu katika serikali ya CCM ndio ambao wamekuwa kimtafutia makosa na kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani wanafahamu kwamba iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, huenda kaweza kufanikisha mengi ambayo wasingependa kufanikishwa kwa muda huu ama kwa wakati huu, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuathiri mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, kumsababishia gharama kubwa ya maisha. Na pia kwa njia moja ama nyingine, shirika hili la Commonwealth litaweza kuanza kuangalia mambo na uteteaji wa haki za binadamu. Hivyo basi, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu ni aina ya kiongozi ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu bila uchaguzi wa aina yoyote ile. Ukweli huu uliweza kujidhihirisha baada ya vurugu na ghasia za mwaka 2025. Tuliweza kumshuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu na baadhi ya viongozi wengine katika chama Chadema waliweza kutafuta mawakili ili wote waliokuwa wameweza kukamatwa waweze kuachiwa huru. Hivyo basi, kitendo hicho cha busara Commonwealth kwa kweli itakuwa shirika hilo litakuwa likizingatia na hata
kumwamini Mheshimiwa Tundu Lissu katika uwezekano mkubwa ama nafasi kubwa, tofauti na viongozi walioko madarakani. Kwa mara nyingine, ujumbe wake Maria Sarungi ya kwamba shirika hilo limeweza kutoa siku 11. Mtazamaji wangu, huenda siku hizo 11 ndizo siku ambazo zitaweza kutumika kwa ajili ya kuchunguza na kufahamu yale yote yanayozidi kujadiliwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, na sio katika Jamhuri ya Tanzania ama East Africa ama Afrika pekee, bali dunia nzima. Na juzi kati fahamike kwamba bunge la Ulaya moja kwa moja lilikuwa limeweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja na mke wake Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na kijana wake Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo waliweza kufunguka mengi na mazito ambayo yaliweza kugusa mamilioni ya Watanzania, na hata baadhi ya Watanzania kutofurahishwa na kitendo cha viongozi wakuu wanaozidi kusababisha Mheshimiwa Tundu Lissu kusalia huko gerezani. Ila hii hapa, mtazamaji wangu, inazidi kuashiria na kuonyesha jinsi gani ambavyo kuna uwezekano mkubwa Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru kabla ya kukamilika kwa siku hizo 11 ambazo zimeweza kutolewa na shirika hilo la Commonwealth. Pia ifahamike kwamba katika kesi hii ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu, kuna baadhi ya mambo ambayo wengi hawayafahamu. Kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya siri nzito. Shirika la Commonwealth, iwapo litaweza kuamua kuchunguza kwa undani uongozi ulioko madarakani, basi moja kwa moja baadhi ya siri zao zitaweza kujulikana, jambo ambalo litakuwa ni jambo mbaya kwa viongozi hao, na ndipo ambapo kuna uwezekano mkubwa iwapo siri hizo zitaweza kujulikana kabla ya kupatikana kwa Mheshimiwa Tundu Lissu ama kuachiwa huru kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, huenda Watanzania wengi wakashindwa kufahamu zaidi. Ila iwapo basi shirika hili la Commonwealth litakuwa limeweza kuamua kuimarisha ulinzi wake Mheshimiwa Tundu Lissu binafsi na pia kujaribu kumwekea mandhari yenye usalama, basi moja kwa moja uchunguzi mzito ambao wengi hawautarajii utaweza kuchunguzwa. Na sote tunafahamu kwamba katika baadhi ya visa vya kuvunja moyo, Mheshimiwa Tundu Lissu amekuwa akihusika ama kupitia wakati mgumu kutokana na mashambulizi yanayozidi kufanywa kila kona ili kumsimamisha kisiasa. Ila mtazamaji wangu, kutokana na kile ambacho Maria Sarungi ameweza kukieleza ama kukichapisha kwa mtandao wake wa X na hata mtandao wake wa Instagram, inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo ni habari njema na habari kubwa kwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kwa uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu chini ya siku 11 ambazo zimeweza kutolewa na shirika la Commonwealth. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Unakubaliana na hilo ama unazidi kupinga? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.